Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe jioni ya leo. Kwa hivyo ni Pastor Peter Ndege kutoka Reformed Church of East Africa Agape. Niko tayari sana kuwaletea neno ya siku ya leo. Na kabla sijaleta neno ya siku ya leo, ninaomba kwamba tuombe pamoja kisha tutaendelea. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya jioni ya leo. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye ananisikiza. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye ako tayari kusikia neno lako. Asante kwa sababu Mfalme wa mbinguni, kwa mapenzi yako na umetulinda na kutuhifadhi. Endelea kutenda mema kwetu tunapoanza kipindi na program hii. Bwana Yesu, tunauliza kwamba uende pamoja nasi. Tunauliza kwamba Bwana Yesu utuchukue na utupeleke, kwa sababu sisi hatuwezi kwenda peke yetu. Kama vile Musa anasema kwamba hatuwezi kwenda peke yetu, uende pamoja nasi. Hiyo ndio vile tunaomba jioni ya leo. Asante Mwokozi kwa sababu unaenda kutenda. Asante kwa sababu umesikia maombi yetu. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kushukuru. Amen. Amen. Watu wa Mungu, ningependa kuwakaribisha jioni ya leo kwa sababu ya program fupi sana ambayo tutaenda kusikia neno la Mungu na pia kuchukua nafasi na kusikia hitaji ya maombi na kuomba pamoja na kusimama na nyinyi, kwa sababu najua kwamba kuna hali ngumu watu wanapitia, na katika maisha hali ni ngumu sana. Watu wanapitia hali ngumu ya ajabu. Kwa hivyo sitaki upitie hali ngumu peke yako. Tunaweza kusimama pamoja kwa maombi, tunaweza kusimama pamoja na Mungu atende. Kuna watu tumeomba na wao na wako na ushuhuda na wameshuhudia kwamba Mungu ametenda. Kwa hivyo jioni ya leo naenda tu kusoma neno katika kitabu cha Samueli wa pili, second Samuel chapter 22 verse 50. Biblia inasema kwamba for this I will praise you, O God, among the nations and sing praises to your name. Kwa hivyo jioni ya leo ni kwamba kile tunapitia ama hali ambayo tunapitia, ni vizuri kumtumainia Mungu, ni vizuri kumtegemea Mungu. Huyo Mungu ndiye ako na jawabu ya maisha yetu. Usinyamaze na usiumie peke yako. Mungu ndiye ako na jawabu ya kile unapitia kwa wakati huu. Mungu ako na jawabu kwa kile tunapitia kwa wakati huu. Mungu ako na jawabu yetu kwa kila jambo ambayo tunapitia. Kwa hivyo ninakuuliza tu usikufe moyo jioni ya leo, na tupe Mungu sifa na utukufu na tumshukuru kwa kila jambo. Dada yangu, ndugu yangu, shukuru Mungu, kwa sababu hiyo ndio furaha ya Mungu kwetu wakati unamshukuru, na Mungu anajitwalia utukufu kwako wakati unamshukuru. Kwa hivyo jioni ya leo nataka tu niombe na wewe kwa hiyo hali ambayo unapitia, na baada ya maombi tutaendelea kuomba. Wale wako na hali, kama kuna kitu unahitaji tuombe, utaiandika kwa comment section na tutaomba pamoja. Najua kwamba Mungu ni mwaminifu na atajibu hiyo kitu. Wale ni wagonjwa, unahisi kwamba wewe ni mgonjwa, hakuna matibabu au matumaini, ninaomba kwamba Mungu akupe jawabu ya hiyo haja ya moyo wako. Kwa hivyo jioni ya leo, kwa ule ananisikia, nitaenda kuomba na wewe katika jina la Yesu. Utanyosha mkono mahali ambapo inakuuma na nitaomba na wewe katika jina la Yesu. Utaweka imani kwa kile unahitaji, nitaomba na wewe katika jina la Yesu. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya huyo ambaye amenisikia na huyo ambaye anafuatilia channel hii. Ninaomba kwamba neema yako imshukie. Naomba kwamba nguvu zako zimshukie. Huyo ambaye ni mgonjwa, naomba kwamba Bwana Yesu achilia uponyaji. Kwa mapigo yako Kristo Yesu tumepona. Kwa mapigo yako Kristo Yesu, mfalme wa mbinguni, tunakuona wewe. Asante Mwokozi kwa sababu unatenda mambo makuu. Asante Mwokozi kwa sababu mfalme wa mbinguni, wewe unajibu maombi yetu. Utukuzwe na upewe sifa kwa sababu wewe ni Bwana. Hakuna Mungu wa kufanana na wewe Bwana Yesu. Endelea kuponya huyo dada, endelea kuponya huyo ndugu, umpe nguvu, umpe afya
katika jina la Yesu. Kuna watu wengi wanapitia hali kwa manyumba zao, naomba kwamba achilia amani na utulivu kwao katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya huyo ambaye anahitaji kazi, na muombea kwamba Bwana Yesu mkumbuke. Kuna wale wako kwa kazi lakini hizo kazi iwasaidii, naomba neema ya Mungu iwashukie, naomba neema ya Mungu iwaonekanie, naomba neema ya Mungu iwashughulikie, naomba neema ya Mungu iwalocate mahali ambapo muko. Asante Mwokozi kwa sababu umejibu maombi yetu. Utukuzwe na upewa sifa katika jina la Yesu tunaomba na hata kushukuru. Amen. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Endelea kufuatilia channel hii, endelea kulike, kushare na kusubscribe, na Mungu atawabariki, Mungu atawatenda mema. Amen. Mungu awabariki, muwe na usiku njema, muwe na usiku mzuri, usiku ya mafanikio, usiku ya baraka. Mbarikiwe sana katika jina la Yesu. Tutakutana kwa section nyingine. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Amen.